na Siga JR, mambo yanaweza kaenda vizuri kabisa na kila kitu kikaenda kwa usawa wa namna yake, kwa sababu tumetazama katika makundi yote manne ambayo yamechezeka, timu ambayo mwenye pointi 3, lakini nje na yeye unawazungumza Lupopo ambao wao walikuwa wanadaiwa magoli 4, lakini Simba Sports Club anafuatia hapo kwenye idadi ya pointi ambazo zinakuwa ni chache zaidi. Namna ambavyo mchezo umechezeka, ndugu zanguni, Siga JR tulikuwa live, George Masubo, namna ambavyo katazama, Pastor Shaka anaweza nikasema kwamba Masubo jasho lilikuwa likimtoka kweli, lakini sasa ni muda wake pia kuzungumza kwenye kile ambacho amekishuhudia, na ndugu yangu aliniambia kwamba leo anakwenda kumkanda kanji. Pastor Shaka anafurahia kwa upande wa matukio kwa Young Africans, lakini sidhani moyoni. Vipi ndugu yangu? Nimesikitishwa sana na matokeo. Naomba ushike ni cha kwako hiki ndugu yangu akiunguzi. Yes, nimetazama mchezo kiufundi zaidi, ni kama Tanzania tumetia aibu msimu huu. Ukitazama namna ambavyo timu zote zimecheza, Azam pekee ndo alikuwa na form bora, na Azam ndo alistahili kuendelea na haya mashindano hatua ya robo finali. Performance yake ilikuwa inashawishi zaidi. Amecheza katika mashindano ambayo ni mara yake ya kwanza kucheza hatua ya group stage, na ndo timu pekee ambayo imeweza kuscore alama nyingi zaidi. Wameondoka na alama 9. Young Africans wamemaliza kundi wakiwa na alama 3. Huu mchezo ulikuwa ni mchezo mgumu sana kwa wananchi, kwa sababu walikuwa wanahitaji maombi zaidi kutoka kwa Waarabu, kitu ambacho Mwarabu na ngozi nyeusi si rahisi. Tulikuwa tukijaribu kuzungumza sometimes ukiwaambia kwamba game ya Waarabu inaweza kumalizika kwa namna moja ama nyingine kwa staili ambayo watu wengi hawakuwa hakitarajia, lakini wananchi wangeweza kukupiga, wangeweza kukutupia mpaka mawe. Lakini ukweli umebaki kwamba yes, Young Africans wamecheza kwenye mchezo katika performance nzuri zaidi, lakini hii ni ishara ya kwamba timu zetu sasa ni wakati ziweze kujifunza ili kusudi kuweza kuona namna gani ambavyo wanaweza wakawa wananufaika na mechi ya nyumbani, lakini sio ile michezo ambayo ni ya ugenini. Timu zetu zimekuwa zikitegemea zaidi uwanja wa nyumbani. Young Africans leo hii wametolewa ni kwa sababu hawakutumia vyema uwanja wa nyumbani. Wameondoshwa kwenye mashindano, lakini pia kwa sababu hawakutumia nafasi katika mchezo dhidi ya JS Kabylie ambao walikuwa wanaonekana kwamba walikuwa wanaweza kushinda. Kwa hiyo kwa nyakati kama hizi Young Africans walipaswa kuendelea na safari, lakini kwa sababu hawakutaka kutumia advantage ya home ground, alama 2 ambazo walizipoteza dhidi ya Ahli nyumbani ndizo alama ambazo zimekwenda kuwa gharimu, pamoja na performance bora ambayo wamekuwa nayo kwenye mchezo wa mwisho. Wamejaribu kutengeneza nafasi, na hivi ndivyo ambavyo wanapaswa kuwa wanacheza katika hatua ya makundi, kujua kwamba kila mchezo unapaswa kuwa finali. Haijalishi unacheza nyumbani, haijalishi unacheza away, unahitaji kukusanya alama walau kila mchezo. Leo hii tunazungumza amenufaika zaidi. Je, FAR Rabat ni kwa sababu amekwenda kuokota alama 1 nyumbani kwa Al Ahly. Ina maana kwamba hata yeye asingeweza kuokota alama nyumbani kwa Ahly, ina maana alikuwa anaweza kuondoka. So tukatazame kiufundi Young Africans wamefanikiwa kwa staili gani? Young Africans wamefanikiwa kwa sababu leo walikuwa bora katika maamuzi. Touch moja ambayo ameifanya Shadak Boka ikaweza kuzaa bao, lakini movement runs za Aurelio Depo, Prince Dube, zote zile zilikuwa ni movement ambazo hivi ni vitu tulitarajia kuviona kwenye mchezo dhidi ya Ahli pale New Amaan Complex. Yes, ni Guantanamo ambayo hawajapoteza mchezo wa nyumbani so far, lakini performance yao kwenye michezo mingine ilikuwa ni ya kusuasua, and that's why leo tunazungumza tumetia aibu soka la Tanzania. Timu zote 4 hamna timu ambayo imefanikiwa kwenda kucheza hatua inayofuata. Kwa kumalizia, George Masubo, Pastor Shaka, wote tumehitimisha kuna michuano CAF, tumesalia kuna michuano nyumbani sasa Tanzania. Matarajio yako ni yapi kuhakikisha kwamba tunakwenda kushuhudia michezo bora? Pia kwa kile ambacho unakitazama, unaiona nafasi kwa kikosi cha Young Africans kutetea ubingwa wake, ama unaona nafasi ya Simba ambayo inaonekana kuimarika, ikiendelea kuimarika hivyo pia kunako michuano ya nyumbani, au hata Singida Black Stars na Azam pia unaona akiendelea kuwa washindani kwa msimu unaokuja, labda tukaona wote wakirejea na kiweza kufuta makosa yao? Ndugu yangu, ni kuambia kwamba miongoni mwa msimu ambao utakuwa ni msimu mgumu na bora zaidi ni msimu huu 2025-2026. Vita ni kubwa. Kumbuka March kuna dabi ya Kariakoo. Performance ya Simba tumeiona wakiwa wanamalizia mashindano. Performance ya Yanga tumeiona
performance ya Azam pia tumeiona. Hizi ni timu tatu ambazo zinawania ubingwa msimu huu, na kila timu bado ina nafasi ya kuweza kuchukua ubingwa. Lakini baada ya hapo, nani atakuwa bora zaidi? Mechi ya Young Africans dhidi ya mechi ya Simba Sports Club ni miongoni mwa vita kubwa na ngumu ambavyo vinakuja hapo mbeleni, mechi ambayo itavuta hisia zaidi, na kama hujawahi kushuhudia mechi bora zaidi, hii ndio mechi ya kwenda kutazama, na itakuwa miongoni mwa mechi bora sana, kwa sababu performance ya Young Africans inaogopesha kiwanjani. Performance ya Simba Sports Club, ubora wa wachezaji unatisha kiwanjani. Anset Oula, Libase Gweye wamekuja na ubora mkubwa na kuongeza kitu kikubwa sana ndani ya Simba Sports Club. So tutarajie mchezo ambao hautakuwa mchezo wa kawaida, utakuwa ni mchezo wa kimbinu zaidi. And na wish nitazame vitu ambavyo vitakuwa ni zaidi ya kiwanjani, mbinu za walimu zitakuwa zikifanya vipi. Lakini kama timu yako itakuwa haijafanya muunganiko bora kabisa bila kupepesa macho, kuna mtu atakwenda kupigwa goli nyingi za kutosha pale Benjamin William Mkapa, kana kwamba lazima waende wakacheze kwa tahadhari kubwa. Bwana, tuhitimishe matangazo ya moja kwa moja kutoka Zanzibar, na nikujuze tu ya kwamba utaendelea kufuatilia michezo kadha michuano ligi kuu ya Tanzania bara na michezo mingineo. Sio kama tumemaliza ndugu zangu, ndio kwanza tunaanza. Naitwa Kelvin Sige Junior, Chamwino Finest alikuwa hapa, George Masubo alikuwa hapa, Pius Ngonyani Haramsik. Dakika moja.